Somo letu ni la 28. Wiki iliyopita tulikuwa na somo la 27. Somo la 27 lilikuwa nasema wafalme wa Yuda. Tulimwangalia mfalme Uzia. Lakini wiki hili somo letu ni la 28 linasema wafalme wa Israeli. Lakini leo tutamwangalia Yeroboamu. Tutajifunza kwa habari za Yeroboamu. Tuna maandiko kitabu cha Wafalme wa Kwanza, kuna sura ya 11, lakini tuna sura ya 12 na sura ya 14. Kwa tuna kama sura tatu. Somo letu linamhusu mfalme Yeroboamu. Naomba tufungue ile Wafalme wa Kwanza, tuanze ile sura ya 11. Sura ya 11. Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabu na wa Waamoni na wa Waedomu na wa Wasidoni na wa Wahiti na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda, akawa na wanawake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi. Naomba tuangalie sura ya 12 pale. Sura ya 12 mstari wa kwanza nasema, Rehoboamu akaenda Shekemu, maana Israeli wote walikuwa wamekwenda Shekemu ili kumfanya mfalme. Ikawa Yeroboamu mwana wa Nebati alipopata habari, maana alikuwa akaliko Misri, huko alikokimbilia awe mbali na mfalme Sulemani, Yeroboamu akakaa huko Misri, wakapeleka watu kwenda kumwita. Basi Yeroboamu na jamii yake ya Israeli wakaenda wakamwambia Rehoboamu, wakasema, baba yako alilifanya zito kongwa letu, basi sasa utupunguzie utumwa mzito tuliotumikishwa na baba yako, na lile kongwa zito alilotutwika, nasi tutakutumikia. Naomba tusome ile 14. 14 anasema, siku zile akaugua Abiya mwana wa Yeroboamu. Yeroboamu akamwambia mkewe, ondoka tafadhali, ujibadilishe, wasikujue kuwa mkewe Yeroboamu. Akaenda Shilo. Naomba nirudie. Yeroboamu, siku zile akaugua Abiya mwana wa Yeroboamu. Yeroboamu akamwambia mkewe, ondoka tafadhali, ujibadilishe, wasikujue kuwa mkewe Yeroboamu. Ukaende Shilo, tazama yuko huko Aiya nabii aliyeninenea mimi ya kwamba nitakuwa mfalme juu ya watu hawa. Twaa mkononi mikate 10 na kaki na mtungi wa asali, ukamwendee naye, atakwambia kijana atakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kwa ufupi hivyo, lakini kwa habari ya sura ya 11. Sura ya 11 inamzungumzia mfalme Sulemani. Namna nini alifanya, maisha ya mfalme Sulemani. Mwanzoni mfalme Sulemani alianza vizuri, lakini tunamuona mfalme Sulemani anamaliza vibaya. Kwa hiyo sura hii inazungumzia maisha ya Sulemani. Lakini sura ya 12 inazungumzia kwa habari ya Yeroboamu na Rehoboamu. Kuna tofauti, tumekuwa saa zingine tunashindwa kutofautisha. Kuna Rehoboamu alikuwa ni mtoto wa mfalme Sulemani, lakini Yeroboamu alikuwa ni kijakazi.
alikuwa anafanya kazi kwa mfalme Sulemani. Kwa hiyo hii sura inamzungumzia Rehoboamu pamoja na Yeroboamu. Inaonyesha namna ambavyo Yeroboamu alikuwa amekimbilia Misri. Baada ya Sulemani kufa, mtoto wake akatawazwa kuwa mfalme, na inaonyesha Yeroboamu tena anarudi tena, lakini anarudi akiwa na ombi, akimuomba mfalme Yeroboamu kwamba awapunguzie mateso ambayo baba yao alikuwa anawatesa kipindi akiwa mfalme. Lakini ukisoma ukiendelea kule utaona Rehoboamu alienda kuomba ushauri kwa vijana, kwa wazee, wakamshauri kwamba wasikilize watu. Lakini baadaye akaenda kwa vijana, wakamshauri, nao wakamshauri kwamba kama baba yako alikuwa anawatesa kidogo, wewe waongezee zaidi mateso. Kwa hiyo hii sura ya 12, lakini sura ya 14 inaonyesha Yeroboamu akiwa tayari na amemkosea Mungu. Yeroboamu akiwa amemkosea Mungu kwa sababu na yeye aliwaingiza wana wa Israeli kwanza kuabudu sanamu. Wakati Yeroboamu amepewa yale makabila 10 kuyaongoza, na Rehoboamu amepewa makabila 2 baada ya ufalme kugawanyika, Yeroboamu alianza aliona wivu. Hakuwaruhusu wana wa Israeli waende kuabudu Yerusalemu. Badala yake alichokifanya, alitengeneza sanamu, kwa sababu alisema nikiwaruhusu wana wa Israeli wakaenda kuabudu kule, yawezekana mioyo yao itamgeukia Rehoboamu. Kwa hiyo alichokifanya, akatengeneza sanamu ambazo zikawa kinyume na Mungu. Kwa hiyo Yeroboamu na akawa amemkosea Mungu. Sasa hii sura 14 inaonyesha kwamba Yeroboamu baada ya kukosana na Mungu, mtoto wake Abia akaanza kuugua. Sasa Yeroboamu akamtuma mke wake kwa nabii Ahiya kumuuliza kama mtoto wake atapona, lakini Ahiya alikuwa ni mzee. Biblia inasema alikuwa ni mzee, alikuwa hawezi kuona, ila Mungu alikuja alizungumza naye kwamba mke wa Yeroboamu anakuja. Kwa hiyo Mungu akampa ujumbe kwamba hakika utakaporudi nyumbani kwako mtoto wako atakufa, na ndio kilichotokea. Kwa hiyo tunaona hizi sura 3 zote zinatufundisha, kuna kitu tunajifunza mahali pale. Tunajifunza uaminifu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tunamwona Sulemani, kwa sababu ya kukosa uaminifu, taifa la Israeli likaingia kumkosea Mungu, lakini Yeroboamu vile vile. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huu ulikuwa ni muhtasari wa maandiko ambayo tuko nayo. Kama utapata nafasi utakapokuwa nyumbani au utakapata nafasi, basi unaweza ukayapitia hayo maandiko. Ni marefu sana, tulitakiwa kuyapitia yote, lakini kwa sababu ya muda wetu ni mdogo, basi unaweza ukayapitia, lakini nafikiri kwa ufupi, kwa summary nafikiri ndo kwa namna hiyo maandiko yamekaa kwa namna hiyo. Bwana asifiwe. Lakini tuangalie, kuna kweli kuu pale nasema lazima tuilinde mioyo yetu na akili zetu ili tuanze kwa nguvu katika maisha ya Kikristo na tumalize vizuri. Lazima tuilinde mioyo yetu, lazima tuhakikishe mioyo yetu iko salama ili tuanze vizuri maisha yetu ya Kristo, lakini tuweze kumaliza vizuri. Hii ni kweli yetu kuu. Lakini mstari wa kukumbuka unasema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Haki huinua taifa. Sasa mara nyingi hapa watu wanakuwa wanafikiria tu serikali, si ndio hivyo? Watu wanafikiria tu serikali, wanafikiria viongozi wa serikali, lakini hili neno linatuhusu wote. Bwana asifiwe. Hili neno linatuhusu wote, kwamba haki huinua taifa. Taifa ni nani? Ni wajibu wetu wote, yaani kila mmoja wetu kutenda haki. Maana yake ni nini? Haki huinua taifa. Ni wajibu wa kila Mkristo kutenda haki. Yawezekana wewe una wafanyakazi, ni bosi, unawatendeaje haki wale watu wale? Wewe ni baba, una familia, wewe ni baba. Serikali huwa inaanzia kwenye ngazi ya familia, si hivyo?
Serikali inaanzia kwenye ngazi ya familia, baba ndo anakuwa kiongozi wa ile familia, lakini vile vile inatoka inaenda kwa balozi, balozi ndo anakuwa kiongozi wa hilo eneo, inatoka inaenda kwa mwenyekiti wa kijiji, si mwenyekiti wa kitongoji na kuendelea huko. Kwa serikali inaanzia kwenye ngazi ya familia. Anasema haki huinua taifa. Kwa hiyo kwenye familia yako wewe kama baba unafanya nini? Je, unatenda haki kwa watoto wako? Watoto wanapohitaji mahitaji ya shule unawatendea haki? Watoto wanapohitaji mahitaji ya kawaida, chakula, unawatendea haki? Kwa hiyo haki ni kwa kila mtu. Sasa mara nyingi tumekuwa tukirushia mpira kwa viongozi, nasema viongozi serikalini huko, lakini mpira huu lazima uturudie wote, kwamba wewe kama kiongozi wa familia, je, mstari wetu unasema haki huinua taifa. Lile taifa lako la pale nyumbani, wewe kama baba, lile ndo taifa lako. Unatenda haki? Wewe ni kiongozi wa sehemu fulani, labda unamiliki kiwanda, je, unatenda haki kwa wafanyakazi wako? Lakini pale anasema dhambi ni aibu ya watu wote. Unaona, kama haki huinua taifa, tena hapa anasema dhambi ni aibu ya watu wote. Kwa kumbe vile vile haki tunatakiwa tutende wote, na kama dhambi ikiwa ni aibu kwa watu wote, kumbe wote tunatakiwa kuwajibika. Wanasifiwe, wanaweza sifiwe sana. Amina. Lakini tuangalie pale, anasema somo la wiki hii linaonyesha mwanzo wa ufalme uliogawanyika. Ufalme wa kusini ulioitwa Yuda ulibaki na makabila mawili, wakati makabila mengine 10 yakiunda ufalme wa kaskazini au Israeli. Somo letu linahusu, wanaokumbuka tulikuwa na somo kwenye kitabu kilichopita, tulikuwa tunajifunza lile somo linasema ufalme uliogawanyika. Nafikiri pale tulielezea vizuri ufalme uligawanyikaje, lakini leo kwa saa male ndio hivyo kwamba Yeroboamu na Rehoboamu ndio ufalme uligawanywa kwao. Makabila mawili yalibaki kwa Rehoboamu ambaye ni mtoto wa Sulemani, lakini makabila 10 yakaenda na Yeroboamu ambaye alikuwa ni kijakazi au mfanyakazi. Bwana asifiwe. Lakini tuende haraka tuangalie kwenye somo letu hili, mambo gani tunajifunza? Tunajifunza nini kwenye somo hili la ambalo tumeona kuna wafalme, kuna Yeroboamu na Rehoboamu, lakini kuna Sulemani. Tunajifunza nini kupitia hawa watu? Tunajifunza nini? Jambo la kwanza tunaotakiwa kujifunza, tunajifunza pale unapoaminiwa, fanya kazi kwa bidii. Unapoaminiwa, iwe na kanisa, unapoaminiwa na taasisi fulani, unapoaminiwa na watu, jitahidi kufanya kazi kwa bidii tu. Kama kuna kwenye Biblia tuangalie pale ile sura 11, tusome tu mistari michache pale 11, mstari wa 26 na 28, tuangalie pale 26. Anasema na Yeroboamu wa Nebat Mwefraimu wa Seredi, mtumwa wake Sulemani, ambaye jina lake mamaye aliitwa Selua, mwanamke aliyefiwa na mmewe, yeye naye akainua mkono wake juu ya mfalme. Unaona, anasema aliinua mkono juu ya nani? Juu ya mfalme. Aliinua mkono, manake na yeye alianza kumtumikia mfalme. Sio kwamba alimuinulia mkono kwa maana ya kumzi yake, labda maana yake na yeye yule mama alianza kumtumikia nani? Mfalme. Lakini pale 27 anasema na hii ndiyo sababu ya yeye kumwinulia mfalme mkono. Sulemani alijijenga Milo, akapafunga palipobomoka pa mji wa baba yake Daudi. Na huyu Yeroboamu alikuwa mtu hodari, shujaa. Sulemani akaona ya kuwa kijana huyu ni mtu mwenye bidii, akamweka juu ya kazi yote ya nyumba ya Yusufu. Naona mstari anasema Yeroboamu alikuwa mtu hodari,
lakini shujaa alikuwa mtu hodari, shujaa na mwenye bidii. Kilichomfanya Yeroboamu aonekane na mfalme Sulemani ni bidii, ni juhudi. Kilichomfanya Yeroboamu aonekane na mfalme ni kwa sababu alijitolea. Sasa leo tunarudi, nini kitakufanya wewe uonekane na Mungu? Nini kitakufanya wewe Mungu akuone? Yeroboamu yeye alifanya, mfalme akamuona. Sasa tunarudi kwetu, kitu gani unaweza ukakifanya kwenye nyumba ya Bwana kikakufanya ukaonekana na Mungu? Kwa sababu leo hatuzungumzii kwa habari ya kuonekana kwa mfalme, tunazungumzia kwa habari ya kuonekana sasa kwa Mungu. Yeroboamu alifanya kwa bidii, mfalme akamuona. Sasa wewe Mkristo ulioonekana, ni kitu gani utakifanya alafu Mungu atakuona? Tumeokoka kila mtu, hamna mshirika ambaye, unajua tunakosea. Mwingine unamuuliza kanisani, wewe nani? Anasema mimi ni mshirika tu. Mungu hajamuokoa mtu aje kae tu. Kila aliyeokolewa ana kazi. Ukikuta wewe huna kazi kanisani, unajua umekimbia majukumu. Yaani wewe ukikuta ni wale ni mshirika unakuja na kutoka, hakuna unachofanya kanisani, maana yake ni mtu ambaye umekimbia majukumu. Kwa sababu Mungu anapomwokoa mtu lazima ampe jukumu. Mungu anapomleta mtu kanisani lazima ampe jukumu. Kuna mwingine atakuwa ni mwimbaji, mwingine ni mhubiri, mwingine anafanya usafi, mwingine anafanya hiki. Ukikuta wewe huna kazi, yaani unafika tu na kuondoka, maana yake umetoroka majukumu. Maana yake hujaonyesha bidii yako, kwa sababu Mungu ila kubariki ni lazima akukute sehemu ambayo atakukuta unafanya kazi. Kwa hiyo Yeroboamu anatufundisha kwamba ili Mungu atuone, ili Mungu akutane na sisi, ni lazima tufanye kazi kwa bidii, kazi ambayo Mungu ametupa. Umeokolewa, una kazi. Wewe una kazi, mimi nina kazi. Hamna mtu ambaye nyumbani unaweza kununua chombo ambacho hakina kazi. Yaani ukaenda mjini pale, ukaenda tu dukani ukanunua kitu ambacho huna kazi nacho, afu kakiweka nyumbani. Mara nyingi vyombo vyote ambavyo vimeshaisha kazi nyumbani huwa vinatupwa. Kwa hiyo wewe humu ndani ni chombo. Sasa kama haufanyi chochote, yani wewe ni wa kuingia na kutoka, manake una hatari ya kutupwa, manake huna faida kwenye ufalme wa Mungu. Sasa watu wenye faida kwenye ufalme wa Mungu ni wale ambao wanajua wajibu wao. Kwa hiyo tunajifunza hapa kitu kimoja, anasema tunajifunza kitu cha kwanza hapa, anasema unapoaminiwa fanya kazi kwa bidii, fanya jambo litakalosababisha Mungu akumbuke hata kizazi chako. Unaona hii sura ya 11 kusoma ule mstari wa 11 na 12, Mungu alitaka kutoa ufalme wake kwa Sulemani jumla, lakini Mungu anasema kwamba nitaacha kwa sababu ya mtumishi wangu Daudi. Daudi aliupendeza moyo wa Mungu ambaye alikuwa ni baba yake Sulemani. Kwa hiyo kumbe ile baraka ya Daudi Sulemani alitembea nayo. Mungu hakutaka kumwondolea jumla ule ufalme kwa sababu ya Sulemani. Sasa wewe baba na mama unafanya nini? Kitu ambacho Mungu atakikumbuka atakapowaona watoto wako wanataka kukengeuka, atakumbuka kwamba baba yao aliwahi fanya kitu fulani. Haya, baba na mama ndio unakuwa mharibifu na wewe haufanyi kazi ya Mungu. Sasa kizazi chako kinabaki hakina kumbukumbu yoyote mbele za Mungu. Kwa hiyo hata kama ghadhabu ya Mungu inashuka, wale watu wanakuwa hawako salama. Kizazi chako umefanya nini ili Mungu akukumbuke kizazi chako? Unajua huwa tunategemea maisha yetu wenyewe, lakini tunasahau kwamba kuna kizazi nyuma. Amina, Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunazungumza kwamba Mfalme Sulemani alikumbukwa na Mungu, rehema ya Mungu ilimkumbuka kwa sababu ya Daudi. Daudi alikuwa mwaminifu kwa Mungu, kwa hiyo Mungu akamrehemu kwa sehemu, akamrehemu. Ndio maana Rehoboamu aliachiwa makabila mawili kwa sababu ya kazi kubwa ambayo Daudi aliifanya.
Kwa hiyo tulichokuwa tunakumbushana na mchungaji amezungumza kwamba jitahidi kufanya jambo ambalo litakuwa faida kwa kizazi kinachokuja. Yaani Mungu akitaka kushusha ghadhabu akumbuke kwamba mtumishi wangu huyu aliwahi fanya kitu fulani ambacho itakuwa ni baraka kwa kizazi chako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunakumbushwa, jitahidi unapofanya kazi ya Mungu, fanya kwa bidii, kwa sababu haufanyi kwa ajili yako tu, unafanya hata kwa kizazi chako kinachokuja ambacho wewe ukifahamu, na inawezekana nao wasikufahamu, lakini ile baraka itaendelea kuwafuata kwa sababu ni baraka ambayo itatoka kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tukimbia hapa, jambo la pili hapa anasema anza vizuri na jitahidi umalize vizuri. Mfano ni Sulemani pamoja na Yeroboamu. Tumesoma kwenye kweli yetu kuu pale, anza vizuri, jitahidi kuanza vizuri. Sulemani alianza vizuri kuifanya kazi ya Mungu, lakini tunaangalie, je, unamalizaje mwishoni? Mwishoni Sulemani, kwa sababu alioa wanawake wengi, Biblia tumeona pale anasema Sulemani alikuja kaoa wanawake wengi, na wale wanawake aliooa, wale wanawake walikuja wengine na dini zao, walikuja na miungu yao. Mwisho wa siku wakabeba ile miungu wakaileta pale, na kwa sababu Biblia inasema Sulemani alikuwa anawapenda sana wake zake, alikuwa anawapenda sana. Kwa sababu alikuwa anawapenda sana, akaamua kuwajengea madhabahu, akaamua kujengea ile miungu. Sasa lile likawa ni chukizo kwa Mungu, manake akaacha tena kumwabudu Mungu, akaambatana na miungu ya wake zake. Sasa shida inatokea manake tatizo linaanzia kwenye ndoa, si hivyo? Ameoa mke wakeze wakamgeuza moyo. Sasa tunarudi, wewe umeolewa au umeoa, lakini unakuta kuna kazi ulikuwa unafanya kwenye nyumba ya Mungu, ulikuwa mwimbaji, lakini ghafla umeolewa, tunashangaa umefanya nini? Umeacha. Ulikuwa unafanya kazi za Mungu, ghafla ukaoa, unashangaa umeacha. Maana yake ni nini? Yawezekana kwa sehemu kubwa uliyemuoa au uliolewa naye amegeuza moyo wako, yaani ule upendo umezidi. Mtu mwingine anasema mimi nimeolewa sasa, siwezi kuimba kwa sababu nitachelewa kumpikia bwanangu, si ndio hivyo? Kwa hiyo ile tabia ya Sulemani inarudi hata kwako. Unashangaa mtu anasema siwezi tena kwenda kwenye kwaya, siwezi tena kushinda sana ibadani, siwezi tena kuhudhuria ibada kwa sababu nitamkwaza mume wangu. Manake yule bwana amekugeuza moyo wako, umegeuza, kuna kasanamu sasa umekaweka, unamfanya mke au mume kuwa sanamu na Mungu amesema upendo wake, yani ule hashirikiani upendo wake na masanamu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tujitahidi, tunakumbushwa kwamba maisha, yawezekana kuna maisha unaweza ukaanza vizuri, ulianza vizuri, lakini unamalizaje? Mfalme Sulemani anamaliza vibaya, Yeroboamu naye anamaliza vibaya, kwa sababu naye Yeroboamu Mungu amembariki, akamtabiria kwamba utakuwa mfalme wa makabila 12. Baada ya unabii kutimia, na yeye anageuka, moyo wako unageuka, anaanza kuona wana wa Israeli wakienda kuabudu Yuda wataambatana pamoja na mfalme Rehoboamu. Kwa hiyo anawatengenezea sanamu, anasahau kwamba ni nani aliyempa wale watu. Kwa hiyo vitu vingine Mungu ametupa kwenye maisha, amekupa kitu fulani, lakini kile kitu unageuza tena, kile kitu unaanza kujiona ulikipata kwa akili zako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunachojifunza hapa, jitahidi unaanzaje na unamalizaje. Jifikirie wakati unaokoka ulikuwaje. Hebu kila mtu arudishe picha nyuma. Wakati unaokoka unafikiri ulikuwaje? Unafikiri uko kama leo? Unaomba kama ulivyokuwa? Je, unafanya kazi ya Mungu kwa bidii kama ulivyoanza? Hapana, utajikuta kuna maeneo umepungua. Kwa hiyo tunakumbushwa kwamba tujitahidi, namna tulivyoanza tujitahidi kumaliza vizuri. Kwa hiyo tunachokumbushwa hapa kwenye wokovu, jitahidi kuanza vizuri na umalize vizuri. Bwana asifiwe. Lakini jambo lingine anasema kiburi huambatana na anguko. Mfalme Sulemani
baada ya kuwa mfalme aliyetukuka, au tuseme mfalme mwenye sifa kubwa, kiburi kiliinuka. Biblia kule inasema alianza kuwatendea wana wa Israeli mabaya, hata wana wa Israeli wakaanza kunung'unika, wakaanza kumnung'unikia, akaanza kuwafanya wana wa Israeli wengine kuwa watumwa, kwa sababu ya kiburi kiliinuka, akajiona yeye ni mfalme. Kwa hiyo tunajifunza nini? Kwamba unapookoka, umeokoka sasa, wewe ni Mkristo, Mungu anapokuinua usije ukainua kiburi, usije ukaona. Unajua mwingine Mungu anamuinua, anampa kalama, anakuwa mhubiri mzuri, anakuwa Mungu anaanza kumpa mafunuo, anakuwa ni nabii, Mungu anaanza kusema naye kwa habari ya kanisa. Sasa mwisho wa siku anaanza kuinua kiburi. Mungu kwa sababu amemfunulia mambo fulani, anaanza kuinua kiburi, anaanza kujiona na kiroho kuliko watu wote, si ndio hivyo? Hata kama na kiroho, lakini ibaki kuwa ni ya kwako, si ndio hivyo jamani? Ibaki kuwa ya kwako, kwa sababu Mungu anavyokutumia na kutumia kwa vile yeye anavyotaka. Anaweza kumtumia mtu mwingine yoyote, lakini wewe Mungu anapokupa nafasi ya kukutumia wewe, hebu jinyenyekeze, shuka. Tunajifunza kwa habari ya kushuka. Kama Mungu ameamua kukutumia wewe kuwa chombo cha kupitishia ujumbe wake, usije ukamuona mpaka sasa, mpaka mchungaji wako amepoa. Mwingine anaanza kusema yani mimi pale yani pale mchungaji na amepoa, washirika wote wamepoa. Wamepoa. Wewe ni wa moto, wachochee sasa nao wawe wa moto. Usituseme basi, tusaidie, tuchochee, si ndio hivyo? Wanasifiwe. Kwa hiyo kiburi mara nyingi kinasababisha anguko. Anguko la Sulemani linasababishwa na kiburi, akajikuta sasa amekuwa juu ya vitu vyote, tamaa ikawa juu, anaoa wanawake wengine wakawa na tabia mbaya. Ndio tumejifunza. Kwa maana kwa wale wazee wa zamani wanafahamu, watu wasijui ni makabila, ilikuwa kijana anatafutiwa mwanamke, anaoa mwanamke ambaye baba amefanya nini? Amemtafuta. Unajua kwa nini walikuwa wanafanya vile? Sio kwamba walikuwa wana akili, walikuwa wanafahamu. Anaenda kutafuta sehemu ambayo anachunguza huu ukoo wana tabia gani. Wanamwambia kule, bwana, huu ukoo yawezekana ni wachawi, huu ukoo wana magonjwa fulani ya kurithi, kwa anapata zile ABC, si ndio hivyo? Sasa shida inayotokea saa hizi leo, unakuta vijana tunabebana tu, yani hakuna ambaye anajishughulisha, mzazi hajui. Kwa hiyo mwisho wa siku kila mtu anakuja na tabia yake ambazo zingine zikaleta shida. Kwa hiyo wale wazee wa zamani walikuwa wanafanya vile kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba kijana wangu, mke anayeoa, kizazi kiwe salama. Wengine wanasema wana yale magonjwa ya kurithi ya familia. Kwa walikuwa wanachunguza, wanasema hawa wana ugonjwa fulani, kwa usije ukaja kwenye ukoo wetu. Ndio ilikuwa maana yake. Kwa wanamtafutia kijana kwamba bwana, oa pale kwa sababu wale watu wako salama. Lakini je, kwa saizi tunafanyaje? Wanakutana Facebook, si ndio hivyo? Sasa Facebook huwa haisemi huyu ana tabia gani. Ni kila mtu, inategemea na makeup imekaaje siku hiyo. Kwa hiyo Facebook wenyewe inaenda tu. Wanasifiwe. Lakini nyingine anasema, lakini jambo lingine tunajifunza kwamba baraka ulionayo sasa isikufanye ukamsahau Mungu alikokutoa. Wanasifiwe. Unapobarikiwa usije ukasahau Mungu alikutoa wapi. Imekuwa ni tatizo. Mtu anabarikiwa, akishabarikiwa tunaanzaga kusahau. Yeroboamu alisahau kama yeye alishawahi kuwa kijakazi wa nani? Sulemani. Alisahau kwamba alishawahi kuwa kijakazi, lakini vile vile Sulemani naye anasahau kwamba Mungu alimtoa wapi. Kwa hiyo jitahidi, unapobarikiwa siku zote kumbuka Mungu alikutoa wapi. Utakuwa na moyo wa shukrani. Watu wote wenye moyo wa shukrani ni wale watu wanaokumbuka Mungu aliwatoa wapi. Lakini watu waliokosa shukrani ni watu ambao hawakumbuki. Yaani yeye akishabarikiwa anajua ni halali yake, ni yake. Of course kubarikiwa ni haki yetu, kwa sababu Mungu ni baba yetu, lazima tubariki. Lakini lazima tukumbuke, turudishe, tuwe na moyo wa shukrani, moyo wa kushukuru. Kwa hiyo Yeroboamu alisahau
Kwa hiyo ni mtu ambaye ni msahaulifu, akasahau alitoka wapi, baraka ile aliyonayo alitoa wapi. Mungu anapokubariki, unapobarikiwa, kumbuka baraka yako ilitoka wapi. Kumbuka, usisahau. Ukisahau litakuwa anguko lako. Ukishasahau tu baraka yako ilikotoka, inabaki kuwa anguko lako. Mwingine anasema sijabarikiwa. Kila mtu amebarikiwa. Nani hajabarikiwa mndani? Kila mtu amebarikiwa. Baraka ya kwanza huwa ni uzima na afya, si ndio jamani? Uzima na afya. Kuna watu wana hela nyingi sana, lakini wamekosa afya, wanashinda wanaamkia na kulala ustarini. Nani yuko salama kati yako wewe unafikiri na yeye? Kwa hiyo fedha haiwezi kununua ile afya ile. Ndio maana tunasema uwe na peace of mind, ile amani ya moyo. Amani ya moyo ndio kitu pekee ambacho kinaweza kumfanya mtu akawa salama. Kuna mtu ana fedha lakini haiko salama. Kila kitu kina madhara yake. Ukiwa na fedha sana kuna madhara, ukiwa maskini sana hapo madhara. Utabaki unalaumu watu. Mtu anapita na gari lake barabarani, unakasirika, unasema amenitimulia vumbi. Unataka pite wapi? Kwa sababu gari linapopita lazima lifanyeje? Ukikutana kwenye barabara vumbi, lazima atatimua tu vumbi. Unataka pite wapi? Lakini ukiwa tajiri sana, napo ni tabu. Wewe wenzio wanavolala wanakuomba usiku, wewe ni pressure tu. Hata kama ni kajiwe kamedondoka juu, unasema nani amefika sasa hivi? Ni wasiwasi, unaishi maisha ya mashaka. Kwa kila kitu kina madhara. Lakini lazima tujue kwamba baraka ambazo Mungu anatubariki ni kwa sababu Mungu anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Unapobarikiwa, kumbuka ulikotoka. Nani anakumbuka kijijini kwao? Hebu rudisha akili yako kijijini kwenu kabla hujaja Tunduma. Ulikuwaje? Hebu jirudishe na ile suruali uliyokuwa unavaa. Na lile gauni uliyokuwa unavaa lilikuwa refu sana, au lilikuwaje? Hebu kila mtu rudisha kijijini ulikotoka tu. Unafikiri ulistahili hayo unayowapata sasa hivi? Ni kwa neema ya Mungu. Amina. Basi naomba kama mnaandika, malizia pale, usiweke imani yako kwa wanadamu, lakini na mwisho pale, jitahidi kutumia vizuri na kwa uaminifu nafasi Mungu aliyokupa. Usiweke imani kwa wanadamu, lakini pointi ya mwisho pale andika, jitahidi kutumia vizuri nafasi Mungu ambayo amekupa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hili ni tatizo.